Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 7 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaoanza na habari kubwa inayosema benki ya Coop ilivyojipanga kuliteka soko. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi linaandika benki ya Coop ilivyojipanga kuliteka soko. Lakini Tanzania yawekeza kwenye ubora soko la ufuta duniani. Tanzania yawekeza kwenye ubora soko la ufuta duniani. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi linasema kitanzi cha mafuta. Kitanzi cha mafuta, bei ya mafuta yazidi kung'ata. Wananchi walia na maumivu. Usafiri wa umma, mabasi ya shule ni kilio. Wenye magari wabuni mbinu mpya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Na vurugu za wananchi, mabausa za ua watatu za jeruhi 15 Kibaha. Vurugu za wananchi na mabausa za ua watatu na za jeruhi 15 Kibaha. Na Dr. Samia Suluhu Hassani aibua mapigo uteuzi wa munisi. Dr. Samia ajibu mapigo uteuzi wa munisi. Lakini ni maumivu mwanafunzi IFM akiagwa. Ni maumivu mwanafunzi wa IFM akiagwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiongezea kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe kwa asubuhi ya leo ni habari kubwa inayosema usiku wa damu. Usiku wa damu, wakazi wavamiwa, nyumba 17 za bomolewa, wawili wapoteza maisha, 15 wajeruhiwa. Mabasi matano yatajwa kuwasafirisha mabausa kuvamia mtaa. Mbiu yazua mapigano makali gizani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini bei za mafuta za paa tena, wadau wataka tozo zifutwe. Bei za mafuta za paa, wadau wataka tozo zifutwe. Lakini uamuzi wa rais waibua mvutano mkali wa kisheria. Uamuzi wa rais waibua mvutano mkali wa kisheria. Lakini mwandishi wa Nipashe apewa tuzo kuibuka kiini ajali zinazoua Dar es Salaam. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Uhuru lenye linaanza na habari inayosema wanne yadakwa tuhuma za mauaji mwanafunzi IFM. Wanne wadakwa tuhuma za mauaji mwanafunzi IFM. Lakini Tasaki yathibitisha kifo cha baharia Mtanzania Irani. Tasaki wathibitisha kifo cha Mtanzania baharia huko Irani. Lakini mbunge aomba safari zaidi treni SGR Dar es Salaam Dodoma. Mbunge aomba safari zaidi treni SGR Dar es Salaam Dodoma. Lakini Rais Samia akemea viongozi kuvimba. Rais Samia akemea viongozi kuvimba, asema nafasi na ya uongozi ni dhamana ya kuhudumia wananchi, sio ya kujinufaisha. Lakini macho na masikio kwa Profesa Mkenda. Macho na masikio kwa Profesa Mkenda, ijue mikakati ya serikali kuwatafutia vijana ajira. Lakini Dr. Nchimbi, tunatambua mchango wa Askofu Shauri. Huyo ni Dr. Nchimbi asema tunatambua mchango wa Askofu Shauri. Lakini maprofesa wafunguka mitazamo ya mikataba 8. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye ukurasa wa mbele kuna habari inayosema mapinduzi Muhimbili. Mapinduzi Muhimbili, mtoto wa kupandikiziwa azaliwa. 22 wapanga foleni, figo 5 kupandikizwa kwa njia mpya. Lakini wabunge wataka miradi viporo vya maji ikamilishwe. Lakini Dr. Samia kemea viongozi kujikweza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo lenye asubuhi ya leo linaandika Dr. Samia viongozi 20 na viapo. Dr. Samia asema viongozi 20 na viapo. Na Dr. Mwinyi mifumo ya kidigitali
izingatie mahitaji ya serikali. Lakini uchumi wa Zanzibar watarajiwa kukua 7.5%. Huyo ni Hemedi asema uchumi wa Zanzibar watarajiwa kukua kwa 7.5%. Lakini meli za mizigo zaanza kutumia bandari ya Mpigaduri. Meli za mizigo zaanza kutumia bandari ya Mpigaduri. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo linaandika usugu wa vimelea dhidi ya dawa za antibiotiki ni tishio. Usugu wa vimelea dhidi ya dawa za antibiotiki ni tishio. Mtu mmoja mbaroni kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi AFM. Kumradhi, hiyo ni habari nasema mbaroni kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi. Lakini wachimbaji wahimizwa kutumia teknolojia. Wachimbaji wahimizwa kutumia teknolojia. Lakini Tanzania mwenyeji mkutano wa kimataifa wa IAPTC. Na Dr. Samia aonya wanapata vyeo kuwapandisha mabega. Dr. Samia aonya wanaopata vyeo kupandisha mabega. Lakini Balozi Nchimbi amwakilisha Rais Samia mazishi ya askofu. EWURA yatangaza mabadiliko bei ya mafuta. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye asubuhi ya leo linaandika Kassim Majaliwa atoa wito kwa wawekezaji, azindua hisa stahiki za MCB. Lakini uwezo wa uzoefu wa mbeba Dr. Munisi. Uzoefu wa mbeba Dr. Munisi. Ujio wa Kagame Ruto waacha fursa chini. Ujio wa Kagame Ruto waacha fursa. Lakini Dr. Nchimbi amwakilisha Rais Samia mazishi aliyekuwa askofu wa pili wa Anglikana Ruvuma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaanza na habari inayosema ushirikiano waibua matumaini kwa wagonjwa. Ushirikiano waibua matumaini kwa wagonjwa. Lakini Samia sasa ajenga ujuzi katika madini. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassani ajenga ujuzi katika madini. Na shilingi bilioni 21 za gharamia marekebisho ya miundombinu. Na bei ya mafuta ya paa, serikali yatoa ruzuku. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lenye inaandika Dr. Nchimbi amwakilisha Rais Samia maziko ya askofu Shauri. Lakini Dr. Samia apigania wa Tanzania kunufaika na mgodi mpya wa dhahabu. Dr. Samia apigania wa Tanzania kunufaika na mgodi mpya wa dhahabu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele kwa magazeti mbalimbali, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani na gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linaanza kutuhabarisha kwa habari inayosema Yanga yamfuta kazi kocha mkuu Pedro Goncalves. Yanga yamfuta kazi kocha mkuu Pedro Goncalves. Lakini Simba yaichapa JKT Tanzania goli 1-0. Ni uwanja wa Jenerali Samuyo. Lakini Faisal Salum kinara upatikaji wa magoli Bongo. Faisal Salum ndio kinara paka sasa upatikaji wa mabao Bongo. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Wamachinga michezo linaandika Chama anang'ata tu, uzee sio shida zake. Simba yaichapa JKT Tanzania 1-0. Lakini Yanga yamtimua kocha Pedro Molini ashika mikoba. Alani Okelo atakata dhidi ya KMC. Lakini Imoro hashikiki ligi kuu atwa tuzo. Serengeti Boys yaogopwa AFCON. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Okelo azidi kuinogesha Yanga ligi kuu, apeleka kilio KMC. Serikali imejipanga kuiandaa Stars AFCON 2027. Lakini maandalizi ya tuzo za wanamichezo bora yapo vizuri. Hilo ni gazeti la Majira ukurasa wa michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaandika Hemedi serikali kuimarisha sekta ya michezo. Hemedi serikali kuimarisha sekta ya michezo. Lakini serikali kutenga maeneo ya kufanya mazoezi. Ibenge asifu kiwango cha Namungo. Lakini Yanga yaididimiza KMC na Black Sailor Kazoni za panda ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo naandika
Chama ang'ara tena Isamuyo, lakini ngumi taifa yaingia kambini. Pedro Goncalves yametimia na Yanga. Lakini gazeti lako la Uhuru kwenye michezo naandika Yanga mbele kwa mbele. TFF yaanza utekelezaji maagizo ya Makonda. Lakini timu ya taifa ya ngumi yaingia mafichoni. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye kwenye michezo linaandika Simba mtukati. Simba mtukati, nyuma ya pazia kutimuliwa kwa Pedro Goncalves kuna nini? Lakini hiyo ndo habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, inasema nyuma ya pazia kutimuliwa kwa Pedro Goncalves. Lakini gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo linaandika Okelo aipaisha Yanga, Rage aishukia TFF, asema haina meno makali ya kutatua matukio ya aibu ya Simba Yanga. Rage aishukia TFF kwamba haina meno ya kutatua matatizo ya Simba na Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.